Kulikoni? Ni mganga wa kienyeji. Nini kinakupelekea paka ufanye mapenzi juu ya kaburi? Unavua nguo juu ya kaburi, unaingiliwa juu ya kaburi. Alisema ndio huyo mchawi alifanya hivyo. Aliyefanya vipi? Aliyefanya hivyo kunifanyia mimi uadui wa maradhi. Ulikuwa unaumwa? Ulikuwa unaumwa? Ukaenda, ulikuwa unaumwa nini? Ili tumbo. Ukaenda kwake ili kwamba akutibie. Kabla sijajua kama nina saratani ya shingo ya kizazi, maumivu yalikuwa nijibu saa vile na kueleza. Baba. Unanisikiliza? Ndiyo. Kwa hiyo maradhi uliokuwa nao ndio yalikupelekea ukaenda kwa mganga? Ndiyo, nilihangaika hospitalini, alafu ndiko nikaenda kwa waganga mbalimbali, lakini yule kaka akaniambia kuwa ili uweze kupona pasipo ridhaa yangu, alinitumia mimi. Mkafanyia mapenzi juu ya kaburi. Hizi ni akili ambazo si za kawaida. Lazima uwe umelogwa kabisa. Mahali wafu wamelala, wewe unaenda kufanyishwa mapenzi pale. Saidie Bwana Yesu. Na Yesu ananiambia kansa, ulikuwa tu kama na tatizo la uvimbe tu. Yes. Lakini ulipoingia pale, yule hakuwa mganga, alikuwa mchawi, ni miongoni mwa maadui zako. Manake sasa hivi ni saratani imegeuka, uvimbe ule ukageuka kuwa saratani. Yes. Na ndio kitu kinataka kukuangamiza. Yesu ni wa huruma. Yesu tuhurumie Bwana. Yesu ni wa rehema. Yesu turehemu Bwana. Yesu amekurehemu. Asante Bwana. Na wale wote waliohusika kuleta maafa kwenye maisha yako, yes, kibao kinawageukia sasa hivi. Naona jeshi la malaika, asante Bwana, limenyanyuka kwenda kuwashughulikia sasa. Yes. Na kile walichokuwekea tumboni, ndio Bwana, kimeng'oka sasa hivi, wanakwenda kuvikwa. Yeah. Wale walichokituma kwenye mwili wake, ng'oka, hebu ruka juu, sema ng'oka na kuachia. Ng'oka na kuachia.